Mtazamaji, umeweza kumsikiliza huyo dada. Kwa maamuzi aliyofikia, hata mimi namsapoti kabisa, kwa sababu vinginevyo angepoteza maisha. Sasa kuna kisa ambacho tumekutana nacho kinafanana cha huyu dada, lakini tuseme ndio kama sasa mfano halisi wa kwamba mwanamke anaumwa, mke anaumwa na mume wake hafanyi jitihada zozote za kuhakikisha kwamba mke wake anatibiwa vizuri, anapona. Hebu tujiunge na mimi kwenye kisa hiki ambacho kimetokea tu hivi karibuni, na hii ni hapa Dar es Salaam. Mtazamaji, wiki hii tulipata habari ya kusikitisha sana baada ya kuambiwa kwamba kuna mwanamke ambaye amerudishwa nyumbani anafanywa ukatili wa kijinsia na mume wake. Na jambo lenyewe tuliambiwa kwamba mwanamke huyu alikuwa hospitali ya Masana amelazwa, na baadaye madaktari na wauguzi wa hospitali hiyo wakaona inafaa huyu mama apelekwe katika hospitali ya rufaa. Kwa hiyo mume wake badala ya kumpeleka katika hospitali aliyoambiwa ambayo ni hospitali ya Mwananyamala, alichukua jukumu la kumchukua huyo mama na kumrudisha nyumbani. Ndipo hapo timu ya Wanawake Live ilipotinga katika kituo cha sheria na haki za binadamu kwa ajili ya kupata msaada kwa ajili ya huyu mama, vile vile kutinga polisi katika kituo cha Kawe ili kuweza kupata msaada wa jeshi la polisi, na hatimaye tukaingia katika nyumba ya huyu mama ambayo yuko huko Mbezi Beach Makonde. Na baada ya kufika, kwa kweli malumbano ya hapa na pale yaliendelea katika hali ya kuonyesha kwamba huyo baba hakutaka mke wake aweze kupelekwa hospitali. Na wewe mwenyewe unaweza ukajionea huyu mama jinsi alivyozidiwa, jinsi alivyo hajitambui, jinsi alivyo anaumwa, lakini mtu kweli anadiriki kumrudisha nyumbani. Sasa labda kwa ufupi sana uweze kuona baadhi tu ya malumbano kidogo ambayo yaliendelea pale, lakini malumbano kwa kweli yalikuwa ni marefu. Jamani, mimi sitaki pressure. Kama ameamua kumchukua, mtu asinisumbue. Sio swala kusumbua simeshemeji. Sitaki pressure. Kama ameamua kumchukua, mchukue. Tunachokiangalia kwa kuna ukatili na kama upo mtu lakini hasa lengo la kuja hapa ni kwamba tunataarifa kwamba umemkatalia mgonjwa asipelekwe hospitali kama hospitali aliyokuwa amelazwa walivyokuwa wamependekeza kwamba aende Mwananyamala hospital. Nadhani ni sawa kama rifai inasema apeleke hospitali kubwa zaidi ili aweze kuangaliwa zaidi, alafu mlete nyumbani, mlete nesi. Ni sawa. Nasema hivi, sikiliza, wanasema hii si emergency jamani. Swala sio emergency. Sikiliza jamani. Sikiliza. Anatakiwa apelekwe mbele zaidi. Sema hivi, mimi sitaki pressure na serikali. Hatukupi pressure na serikali. Isipokuwa tunaangalia pia haki za wanawake na ukatili wa kijinsia baba. Nasema hivi. Wewe ungependa huko chini utolewe hospitali uletwe nyumbani? Nasema hivi mamangu, sitaki pressure. Wala hatuko hapa kukupa pressure. Tuko hapa kusimamia haki za wanawake. Nasema ni hivi. Haki za wanawake ndio kikubwa na haki za jinsia. Kwa nini umnyanyasa huyo mama? Wani anaumwa. Pili, anatakiwa apelekwe hospitali kubwa zaidi. Wewe umemleta nyumbani. Hivi una nia njema kweli na huyo mke wako? Sasa nasema hivi. Una nia njema kweli? Kwa nini unafikia hapo kwamba hutaki pressure? Nani amekuja kukupa pressure? Nasema hivi, sitaki ugomvi. Hatuko hapa kwa ajili ya ugomvi. Kwa nini unaweza kujibu hata swali la msingi, kwa nini amemleta nyumbani mgonjwa? Serious. Labda mama walivyokuja wanahitaji kumchukua mgonjwa. Huyu dada ndio anachohitaji. Uko tayari anamchukua mkeo ampeleke hospitali. Uko tayari katika hilo? Asante sana mimi jamani. Ndio hilo maana yake anachoomba ni kwamba tu ampeleke hospitali. Sikiliza. Ile kauli emergency na mpaka kutoka kwa usia kwanza. Mimi sitaki kupeleka hospitali. Ile msema wakati wote hilo zinakushadini sipende bali mama. Wakati ndio kama ufahamu from there then wataangalia kuje na hawahusika tumpeleke, lakini ili kuondoa malumbano kwa nini sipeleke hospitali? Ili kuondoa malumbano kwenye familia. Bora dada huyu jamani. Lakini mwanasheria, kwa nini dada ampeleke hospitali wakati mume wake yuko? Ampeleke. Kwa nini huyu achukue jukumu la kumpeleka dada yake? Leo ni mgonjwa, ampeleke hospitali. Alipokuwa mzima si ndio mzee alimuoa wakawa na mapenzi vizuri. Sasa hivi akiwa mgonjwa pia si anawajibika?
Anawajibika. Kwa nini amchukue? Jamani, msiconfuse issues bado. Mtazamaji, baada ya hiyo vuta ni kuvute, hatimaye tulifanikiwa kuona kwamba tunasimamia haki ya huyu mama ili aweze kupata haki ya afya, ili aweze kupata haki ya matibabu. Kwa hiyo kama unavyoona, tulifanikiwa kumchukua huyu mama na kuweza sasa kumpakia kwenye gari kwa ajili sasa ya utaratibu wa kumpeleka hospitali. Japo kuwa huyu baba ilivyofika hapo swala la kumpeleka hospitali alidai kwamba gari haina mafuta. Gari yenyewe haina mafuta kutosha kwenda pa kule. Sio utaweka njiani? Njiani. Sasa gari hapo, utajaza njiani. Sawa, msikatai. Haya, sogeza gari. Isogezwe hapa. Lakini baadaye askari wetu tunawashukuru sana, tunawapongeza sana makamanda, waliweza kumkomalia, manake gari sio alikuwa ameweka loki, ikawa ikipigwa funguo haiwaki. Maaskari wakamkomalia, washa gari hiyo. Baadaye kweli gari iliwaka na kwa kweli tuliondoka pale, hakupita kituo cha mafuta mpaka Mwananyamala. Lakini vile vile kabla ya kuondoka eneo la tukio, mgonjwa ilionekana kwamba hana nguo za kuweza kubadilisha, na kwa kuwa hali yake ndio hiyo, ikaonekana kabisa hospitali lazima atakaa kwa muda, kwa hiyo inabidi apate nguo. Kwa kweli tulishangazwa sana pale tulipohitaji nguo za mgonjwa, na yeye mwenyewe tena mzee akasema kwamba kabati sijui limejiloki, sijui ni mabegi yamejiloki, yani ni hatari tupu kwa kweli, nasikitisha sana. Unaishije? Unakula nini? Pension. Sasa pension unakula peke yako bila mkeo jamani. Tumsaidie. Kwani sasa hizi unang'ang'ania kuomba msaada? Mimi nataka umbebe kama ulivyokuwa unamtongoza. Sasa unambeba mama. Beba basi. Sasa unaenda wapi tena? Sasa tuheshimiane nini mzee jamani? Hayo ndio yaliyotufanya tuje hapa. Yala. Ulivyokuwa unamchumbia. Nashika mdomo. Angalia kwa sasa. Sasa hiki kina. Ana nini? Hiki kina misi kitu. Tunameza. Mtazamaji, kabla hatujaondoka eneo hili la tukio, tulipata kuzungumza na mjukuu wa huyu bibi ambaye amechukua nafasi kubwa sana katika kumtunza. Naweza kusema ni mtu ambaye ana sifa ya kipekee kabisa. Kwanza ujue kwamba sio mjukuu wake kabisa, kwa sababu huyu bibi inasemekana hana mtoto. Hata hajazaa na huyu baba, wala huyu baba hana mtoto. Lakini huyu ni mjukuu wake. Katika familia zetu za Kiafrika unajua kabisa familia jinsi ambavyo zimepanuka. Kwa hiyo huyu mjukuu akatuambia kwamba huyu babu amekuwa akimnyanyasa sana na kuna maneno mengi sana ya kashfa ambayo huwa anamwambia. Hebu tumsikilize kwa ufupi. Anamwambia yani afadhali ningekuwa na mtoto anatamba nini? Mtoto mwenyewe kuzaa hajazaa, alafu nyumba yenyewe hajachangia, hapa yeye kama mpangaji tu. Ndio maana anazidi kumnyanyasa hivi, lakini wangekuwa na mtoto asingemnyanyasa hivi. Ndio anamwambia hivyo. Ndio inamuuma yani kwa sababu hajazaa. Kama nilivyosema, huyu ni binti wa kipekee kabisa ambaye hata mimi mwenyewe nafikiria ya kwamba ni moja kati ya watu ambao wanastahili kwa kweli kutimiziwa ndoto zao, kwa maana ya kwamba wao wamejitolea kwa hali, yani wamejitolea kwa mioyo yao yote, kwa nguvu zao zote. Hawakujua kwamba kuna siku inaweza kutokea haya mambo yakaja kwenye TV, lakini tumeweza kugundua kwamba ni mtu ambaye amejitoa kwa moyo mmoja. Mimi naomba tuanze kufikiria namna gani huyu binti tunaweza tukatimiza ndoto yake, kama kumpa zawadi, lakini kutoa motisha kwa watu wengine kwenye jamii, kusaidia watu. Sio lazima awe bibi yako kabisa au mama yako kabisa, lakini mtu anapokuwa anahitaji msaada fulani, ukamsaidia kwa moyo, jua kabisa huo msaada sio tu mbinguni utalipwa hapa duniani, na hicho ndio nitakachomguarantee huyu binti. Mzee, naomba nizungumze na wewe kidogo. Mimi nazungumza sasa hivi kama mwanaharakati wa haki za wanawake. Sasa ni vitu tu vichache, kwa sababu swali la kwanza mfano tunataka tu kujua, kwa sababu kama wanawake tunajiuliza lengo lako la kumleta mama nyumbani akiwa na hii hali ni nini? Lengo lako? Nadhani ni kwamba yote yamezungumzwa. Yote yamezungumzwa, lakini yamezungumzwa kwa maana ya kwamba
sisi hapa tunataka sasa tusikie, ndio maana nikakwambia sasa siongee kama mimi nilikuwepo, nazungumza na wewe sasa kama mwanaharakati wa masuala ya haki za wanawake. Ulimleta mama nyumbani kwa lengo gani? Kauli niliyotoa hapa imekuwa recorded. Na ile ndio kwa recorded. Sasa nasema watu statements kwa tofautiana, singependa. Tafadhali. Okay. Singependa sana. Haya, mama mpaka sasa hivi ni mfanyakazi wa hazina. Labda mshahara wake mpaka sasa hivi unachukuliwa na nani? Kwa sababu kuna tetesi kwamba hukuwa unapeleka chakula hospitali na kama mama wakati anaumwa. Yaani huduma inakuwa ni ndogo. Unaweza ukapeleka hela kidogo. Sasa mshahara wa mama mpaka sasa hivi unachukuliwa na nani na unafanya kazi gani? Hiyo ni issue tofauti ambayo inatakiwa investigation. Sawa. Kuna shida gani kumleta nyumbani? Kwa sababu mama ana uwezo kujilisha kwa maana ya mshahara, bima ya afya inamhudumia wakati anaumwa. Why aje nyumbani? Mzee, si umetuelewa? Na naomba uelewe kwamba hii ni kwa umma wa Tanzania, wala hatuzungumzi sisi tulioko hapa. Hii ni kwa umma wa Tanzania kuhusu haki za wanawake na ukatili dhidi ya wanawake. Mama ana mshahara wake wa huko ambako anafanya kazi. Mama ana bima ya afya. Kwa nini umlete nyumbani mtu akiwa mgonjwa namna hii? Ikiwa wewe wala hutoi pesa yako kumtibia. Chakula atajilisha kwa mshahara. Si ndio jamani? Alafu anajihudumia na bima ya afya kwa matibabu ya hospitali. Huyu mzee umlete nyumbani una maana gani? Huo si ndio uuaji? Huo ndio ukatili wa kijinsia. Mzee. Asante manake umetupuuza, au asante ni kwamba ndio lengo lako, asante hiyo. Anyway, lakini kwa kifupi tunazungumzia ukatili wa kijinsia na huu ni ukatili. Mwanamke unapokuwa unaumwa na hupati huduma ya afya, maana yake ni ukatili wa kijinsia. Inaingiliana pia na mauaji, kwa sababu mtu kama hataki kukutibu maana yake si anataka ufe. Mtazamaji, kumbuka huyu mama inasemekana ni mfanyakazi wa hazina. Kwa hiyo natambua kabisa wafanyakazi wenzake wameona, na kama haitoshi ni kwamba huyu mama anaishi kwa shida sana. Lishe yake ni shida. Huyu binti anasema wakati mwingine huyu mama anashinda njaa, analala njaa. Mzee mwenyewe mmemuona. Kwa kweli hii roho yake hawezi kumhudumia huyu mama ipasavyo. Kwa hiyo sasa, kwa wale wafanyakazi wa hazina, tunaomba sana mtusaidie. Kama mshahara wake unaweza ukapatikana kwa ajili ya kumtunza yeye mwenyewe, itakuwa ina maana gani ya mtu kuwa mfanyakazi wakati anapata shida namna hii na mshahara wake upo? Kwa hiyo tunaomba sana hazina, na huyu mama pia anajitibia yeye mwenyewe, wala sio pesa ya huyu mzee ambayo inaenda kumtibia. Ni mtu ambaye ana bima yake ya afya ambayo inamsaidia sasa hivi. Kwa hiyo hata huo mshahara wake unaweza ukamsaidia. Kwa hiyo jamani, tunaomba sana ushirikiano kutoka hazina. Lakini vile vile nikudokeze, huyu mzee alivyoenda kumbwaga pale Mwananyamala, alikaa siku 2 hakwenda. Hivi kweli una nia njema na mke wako? Utaenda kumbwaga hospitali ukae siku ya pili yake usiende. Unaenda siku ya 3 yake jioni. Huo ni unyama, na tunawashukuru sana watu waliotupa taarifa hizi tukafuatilia, lakini tunakemea hichi ni kitendo kibaya sana kwa mtu yoyote yule anayefanya. Kwa sababu jitafakari, kama ni wewe ungefanywa hivyo, najua hutajisikia vizuri. Usingependa uumwe mke wako akupeleke nyumbani huko mahututi ujitambui badala ya kupeleka hospitali. Kwa hiyo wanaume wenye tabia hizi tuacheni. Wanawake pia wenye tabia kama hizi, kama mnawatelekeza wenzenu wakiwa wagonjwa mahututi wanaumwa, tuache. Sawa jamani, tuendelee na Wanawake Live. Tunashukuru sana ushirikiano wa Jeshi la Polisi kupitia dawati la jinsia. Lakini yote kwa yote ni wanawake tukatae ukatili jamani. Lakini jamii pia tuweze kukemea ukatili wa kijinsia. Kwa mfano, mama ambaye ni mgonjwa hajitambui, anaanzaje kukataa ukatili? Yeye mwenyewe hajitambui, ameumwa kiasi kwamba amechanganyikiwa. Na inavyosemekana ni kwamba yule mama ana mapenzi sana na mume wake. Kwa hiyo hawezi hata hawezi kufanya chochote. Watu wakimuuliza vipi unafanyiwa hivi, anasema huyo ndivyo alivyo. Kwa hiyo wanawake tuache, hata kama unampenda vipi mume wako. Kama ni mtu ambaye anahatarisha uhai wako, kweli unakaa na mtu ambaye anahatarisha uhai wako, hapana, huko tusiende. Hayo sio mapenzi kwa kweli. Yaani huo ni ujinga juu ya ujinga na upumbavu na kila kitu. Mtu anayehatarisha uhai wako anataka umuache aendelee kujimwaya na ligorofa na mahela na nini, awe kabinti kadogo, maana wazee ndio zao. Kwa watu vibinti vidogo saizi anamuona mzee yule
tayari kashakuwa mtu mzima, mvi zimeonea kichwani na nini, vitu vingine huku vimeshalegea, basi kwa hiyo anaenda kwa nani? Kwa kibinti kidogo. Alafu wewe bora akuache uende ukaishi maisha yako kuliko kukulazimisha wewe uwai utangulie mbele za haki. Utatangulia Mungu akitaka, ndugu yangu. Usitangulie mumeo akitaka. Ni mbaya sana. Kwa hiyo jamani, hebu sasa tuangalie masuala mengine.